أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है। अब बाज़ ग़ुज़वात का भी जिक्र हुआ था। Muuminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema siku hizi naendelea kueleza kuhusu maisha matakatifu ya Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nilikuwa nimezungumzia baadhi ya vita pia. Kuna vita vya Banu Quraiza iliyotokea. Wakidi ameandika majina ya watu walioshiriki katika vita hiyo, na sawa na hiyo kutoka kabila la Banu Taym hata Abu Bakr Siddiq na Talha bin Ubaidullah pia walikuwa wameshiriki katika vita vya Banu Quraiza. Abdurrahman bin Ghanam anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea kwa Banu Quraiza, hata Abubakar na hata Umar wakamwomba wakisema, ya Rasulallah, watu wakikuona katika mavazi yenye mapambo ya kidunia watakuwa na hamu zaidi ya kukubali Islam, hivyo uvae kanzu ambayo Hassan bin Ubada alikuwa amekupatia. Hivyo wewe uivae kanzu ile ili washirikina wakuone katika mavazi mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nitafanya hivyo. Wallahi, nyinyi wawili mkiafiki juu ya jambo fulani kwa ajili yangu, basi mimi sisemi kinyume cha ushauri wenu, na Mola wangu amenielezea mfano wenu kama alivyoeleza mfano wa Jibraili na Mikaili katika malaika. Ama Ibni Khattab, basi mfano wake katika malaika ni kama Jibraili. Allah ameuangamiza kila umati kwa kumpitia Jibraili. Na katika manabii mfano wake ni kama Hazrat Nuh aliposema, Rabbi la tazar alal arzi minal kafirina dayara, Mola wangu usiache juu ya ardhi mkazi yeyote katika makafiri. Na mfano wa Ibn Abi Qahafa katika malaika ni mfano wa Mikaili, yani mfano wa hata Abubakar anapowaombea watu waliopo ardhini maghfira. Na katika mitume mfano wake ni mfano wa Ibrahim alayhissalam aliposema, faman tabiani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim, waman asani fa innaka ghafurur rahim, basi aliyenifuata juu katika mimi na aliyeniasi basi wewe hakika ni msamehevu mrehemevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama nyinyi wawili mkiafiki kwa ajili yangu juu ya jambo fulani, basi sitaenda kinyume cha ushauri wenu, lakini hali yenu katika kutoa ushauri ni ya aina aina, kama vile ni mfano wa Jibraili na Mikaili na mfano wa Nuhu na Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowazingira Banu Quraiza
kuhusiana na hilo kuna riwaya aisha binti saad amesimulia kutoka kwa babake yeye anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia e saad songa mbele na uwarushie maadui mishale mimi nikasogea mbele kiasi kwamba mshale wangu uweze kuwafikia nami nilikuwa na mishale zaidi ya 50 ambayo tukawarushia katika sekunde chache tu kana kwamba mishale yetu ilikuwa kama nzige basi wale watu wakaingia ndani wala hakuna wao aliyekuwa akichungulia nje yani wote wakaingia ndani kuhusu mishale yetu tukapata hofu kwamba isije ikaisha yote hivyo mingine tulikuwa tukirusha na mingine tulikuwa tukibakiza kwetu Kaab bin Amr mazni pia alikuwa miongoni mwa warusha mishale yeye anasema ya kwamba siku ile mishale yote niliyokuwa nayo katika boksi yangu nikairusha yote hadi sehemu moja ya usiku ikapita na sehemu ile ya usiku ilipopita tukasitisha kuwarushia mishale ye anasema ya kwamba tulikuwa tumesharusha mishale na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepanda farasi yake na alikuwa amevaa silaha zake na wapanda farasi walikuwa pembezoni mwake kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamuru na sisi tukarejea katika makambi yetu na tukapitisha usiku na chakula chetu kilikuwa tende alizotuma Hazrat Saad bin Ubada na zilikuwa za kutosha tukapitisha usiku huku tunakula tende mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona hata Abubakar na hata Umar ambao pia walikuwa wakila tende mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tende ni chakula kizuri kilioje Saad bin Muaz alipotoa uamuzi kuhusu Banu Quraiza mtume sallallahu alaihi wasallam akamsifu Saad bin Muaz na akasema kwamba wewe umetoa uamuzi ambao unatokana na amri ya Allah hapo Saad akaomba dua ya kwamba e Allah kama umeshapanga vita nyingine kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Quraish basi nijalie uhai kwa ajili yake na kama umemaliza vita baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Quraish basi unifishe hat aisha anasimulia ya kwamba kidonda chake kikafunguka ilhali alikuwa ameshapona tayari na alama hafifu tu ya jeraha lake ilikuwa imebaki naye akarejea katika hema lake ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwandalia hat aisha anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akawajia hata Abubakar na hata Umar na hata aisha anasema ya kuwa na hapa kwa yule ambaye uhai wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umo mkononi mwake mimi nilikuwa naitambua sauti ya kilio cha hata Umar na sauti ya kilio cha hata Abubakar na nilikuwa katika chumba changu yani Saad alipokuwa katika hali ya mahututi wakati ule hawa wote wawili walikuwa wakilia sana anasema mimi nilikuwa katika chumba changu na wao walikuwa katika kama vile Allah asemavyo kwamba ruhamau bainahum yani ni wenye kuhurumiana wao kwa wao kuhusu suluhu ya Hudaybiyah imeandikwa kama imekwisha elezwa katika hutuba zilizopita ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliona ruya ya kuwa yeye pamoja na maswahaba zake anafanya tawafu ya Baitullah kwa msingi wa ruya hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba 1400 mwanzoni mwa Zulqada mwaka wa 6 hijria siku ya Jumatatu asubuhi akaelekea kufanya umra ilikuwa Jumatatu na muda wenyewe ulikuwa wa asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Madina kuelekea kufanya umra mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua ya kwamba makafiri wa Makka wamejiandaa kumzuia kuingia katika Makka mtume sallallahu alaihi wasallam akataka ushauri kutoka kwa maswahaba hata Abubakar akitoa ushauri akasema kwamba ya Rasulullah sisi tumekuja kufanya umra tu wala hatukuja kupigana na mtu yeyote rai yangu ndiyo hii ya kwamba sisi tuelekee huko huko tuendako na kama kuna mtu atakayetuzuia kuingia katika Baitullah basi sisi tutapigana naye
na wakati wa suluhu ya hudabia jumbe zilipoanza kuja kutoka quraishi kwa ajili ya maongezi urwa akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akaanza kuongea naye urwa akasema kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam niambie kama wewe ukiangamiza kabisa kaumu yako je umewahi kusikia kuhusu mwarabu fulani katika waarabu ambaye awe amewaangamiza watu wake kabla yako na kama ikitokea kinyume chake yani quraish wakishinda basi wallahi mimi naona nyuso za wenzako ambao wamekusanyika kutoka hapa na pale watakimbia tu na watakuacha hata abubakar akisikia maneno yake hayo akamwambia urwa bin masud kwa hasira kali ya kwamba nenda wewe ukabusu sanamu lako lat yani uliabudu hapo urwa akasema kwamba huyo ni nani watu wakasema abubakar urwa akasema na angalia na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake kama usingekuwa umenifanyia hisani ambayo bado sijalipa malipo yake basi ningekupa jibu lake hisani hata abubakar ilikuwa hivi ya kwamba katika swala moja urwa alipowajibika kulipa diat hata abubakar alikuwa amemsaidia kwa kumpatia ngamia 10 na urwa akasema kwamba hayo na akaanza kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa suluhu ya hudabia quraish walipokuwa wanafunga mkataba na mtume sallallahu alaihi wasallam hat umar anasema kwamba mimi nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na nikasema kwamba je wewe si nabii mkweli wa allah mtume akasema kwamba naam mimi ni nabii wa allah nikasema je hatuko juu ya haki na maadui zetu ni waongo mtume sasa akasema kwamba ndio nikasema sasa kwa nini tunakubali masharti yaliyozidi ya dini yetu mtume sasa akasema kwamba mimi ni mtume wa allah na mimi sitafanya uasi wake na allah atanisaidia yani kama mimi ninakubali masharti haya basi hiyo si kumwasi allah akasema kwamba yeye atanisaidia hatumara akasema je wewe ulikuwa hukutuambia kwamba muda si mrefu tutafika katika baitullah na tutafanya tawafu yake mtume saa salam akasema kwamba bila shaka nilikuwa nimesema na je nilikuwa nimekuambia kwamba mwaka huo tutafika katika baitullah mtume saa salam akamuuliza umar akisema kwamba je nilikuwa nimekuambia kwamba tutafanya tawaf mwaka huo umar alikuwa akisema kwamba nikasema hapana hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi bila shaka mtafika baitullah na mtafanya tawafu yake hatumar alikuwa akisema kwa kumsikia mtume sallallahu alaihi wasallam nikaenda kwa abubakar na nikasema kwamba abubakar je mtume sallallahu alaihi wasallam si nabii wa allah ye akasema bila shaka ye ni nabii wa allah nikasema je hatuko juu ya haki na maadui zetu ni juu ya batili ye akasema kwamba ndivyo ilivyo nikasema sasa kwa nini tukubali masharti magumu kuhusu dini yetu wakati ule abubakar radhiallahu anhu pia akasema kwamba mja wa mungu hakuna shaka ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam nabii wa allah na mtume hamwasi mola wake na allah lazima atamsaidia takriban akayarudia maneno yale yale aliyokuwa ameyasema mtume sallallahu alaihi wasallam kisha abubakar akamwambia hatumar ya kwamba wewe endelea kushikamana na mkataba uliofanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu zote na wallahi kwa yakini mtume sallallahu alaihi wasallam ni juu ya haki hatumar anasema kwamba nikasema je mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakutuambia ya kwamba sisi lazima tutafika baitullah na tutafanya tawafu yake abubakar akasema bila shaka alikuwa amesema je mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba mwaka huo mtafika huko hatumara anasema hapo nikasema hapana hapo hata abubakar akasema basi kisha nini lazima mtafika huko na mtafanya tawafu yake zohri akasema kwamba hatumar alikuwa akisema kwamba mimi kwa sababu ya kosa lile nilofanya nikatenda matendo mengi yaliyo mema kama kafara yake hiyo imechukuliwa kutoka bukhari hatmiza bashir ahmad saheb akieleza maelezo ya suluhu ya hudabia ameandika hivi
urwa akamjia mtume salallahu alaihi wasallam na akaanza kuongea naye. Mtume salallahu alaihi wasallam akamwambia yale yale aliyokuwa amekwisha waambia kina budayal bin waraka. kwa ujumla urwa alikuwa ameafikiana na rai ya mtume salallahu alaihi wasallam, lakini kwa ajili ya kutimiza haki ya kuwa mbalozi wa quraish na kwa lengo la kupitisha masharti zaidi katika haki ya quraish akasema, e muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika vita hii kama ukiangamiza kaumu yako, sasa je, umewahi kusikia jina la mtu katika waarabu ambaye awe amefanya zulma ya namna hiyo kabla yako? Lakini kama ikitokea kinyume chake, yani quraish wakipata mamlaka na utawala, basi wallahi mimi naona nyuso za watu ambao hawatachukua muda mwingi na watakukimbia tu, na wote hawa watakuacha. hata abubakar aliyekuwa ameketi karibu na mtume saa salam aliposikia maneno ya urwa akaja kwake na akasema kwa hasira kwamba, nenda bwana ukabusu sanamu lako Lat. je, tutamwacha mtume wala? Lat ilikuwa sanamu mashuhuri la kabila la banu thaqif, na hata abubakar alitaka kusema kwamba nini mnaabudu masanamu na sisi tunamwabudu allah. sasa je, inaweza kutokea hivi kwamba nyini kwa ajili ya masanamu muoneshe uimara na ujasiri, na sisi tunaomwamini allah tumwache mtume salallahu alaihi wasallam na tumkimbie? urwa akapata hasira kali na akasema kwamba mtu huyo ni nani ambaye ameingilia kati? Watu wakasema kwamba huyu ni abubakar. kwa kusikia jina la abubakar, macho ya urwa yakainama chini kwa majuto. akasema, e abubakar, kama usingekuwa umenifanyia hisani kubwa, yani safari moja abubakar alikuwa amemsaidia hivi, akasema kwamba kama isingekuwa hisani yako juu yangu, basi ningekuambia kwamba jambo ulilosema jibu lake ni nini. katika kumbukumbu moja ya bukhari imeendikwa hivi ya kwamba wakati wa suluhu ya hudabia mkataba ulikuwa unafanywa baina ya mtume salallahu alaihi wasallam na quraish, na masharti yake yalikuwa yameshapangwa tayari. wakati ule hat abu jandal ambaye alikuwa mwana wa suhail bin amr akaja huku akifungwa katika minyororo. suhail bin amr aliyekuwa amekuja kama mbalozi wa makka akataka kwamba mwanaye arudishwe kwao. mtume salallahu alaihi wasallam akamrudisha kwa quraishi. hatmiza bashir ahmad saheb ameeleza maelezo yake, na katika maelezo yake ameeleza tukio hili la hat umar. yeye alipokuwa amesema kwamba kama wewe ni nabii mkweli wa allah, sasa kwa nini tunakubali masharti ambayo ni mazito na pia ni zidi yetu? na harat umar alipokuwa amesema kwamba abu jandal asirudishwe, waislamu walikuwa wanaona manzari haya, na kwa sababu ya ghera yao ya kidini damu yao ilikuwa inachemka, lakini walikuwa wamenyamaza mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam. mwishowe hat umar hakuweza kujizuia, yeye akaja kwa mtume saa salam na katika sauti ya kutetemeka akasema kwamba, je, wewe yani salallahu salam si mtume mkweli wala? mtume saa salam akasema kwamba bila shaka mimi ni mtume wa allah. omar akasema kwamba, je, sisi hatuko juu ya haki na adui zetu ni waongo? mtume saa salam akasema kwamba ndivyo ilivyo. omar akasema, sasa katika swala la dini yetu kwa nini tunakubali madhila haya? mtume saa salam kwa kuona hali hat umar akasema kwa maneno mafupi tu kwamba, angalia umar, mimi ni mtume wa allah na mimi najua matakwa ya allah na siwezi kwenda kinyume chake, naye ndiye msaidizi wangu. lakini hat umar hakuweza kurizika. akasema kwamba, je, ulikuwa hukutuambia ya kwamba sisi tutafanya tawafu ya baitullah? mtume saa salam akasema kwamba ndiyo, nilikuwa nimesema, lakini je, nilikuwa nimekuambia kwamba tawafu hiyo itafanywa mwaka huo huo? omar akasema kwamba hapana, hukusema hivyo. mtume akasema, basi usubiri
mungu akijalia lazima mtaingia makka na mtafanya tawafu ya kaba. Lakini katika hali ile ya jaziba hat umar hakurizika, na kwa kuwa alikuwa na athari kutoka haiba ya mtume saa salam, hivyo akaondoka huko na akaja kwa hata abubakar na akamuuliza yale yale kwa jaziba. hata abubakar pia akampatia majibu kama yale yale, lakini pamoja na hayo akamnasihi akisema kwamba angalia umar, tulia na mkono ulioweka juu ya mkono wa mtume saa salam uendelee kushikamana naye, na wallahi mtu huyu ambaye tumeweka mkono wetu juu ya mkono wake ni mtu mkweli kabisa. hatumar anasema kwamba wakati ule kwa sababu ya jaziba yangu nikasema yote, lakini baadaye nikajisikia majuto sana, nami kwa ajili ya kufanya toba na kwa ajili ya kufuta athari ya kosa langu nikatenda matendo mengi yaliyo mema, yani nikatoa sadaka na nikafunga saumu na nikaswali sala za nafali na nikawaacha huru watumwa wingi ili doa la kosa langu lifutwe. Musleh Maud raziallahu anhu akieleza matukio ya suluhu ya Hudaybiyah anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kufanya tawafu ya Kaaba tukufu, makafiri wa Makka kwa kusikia habari yake wakamtuma kiongozi wao mmoja aende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na amwambie ya kwamba mwaka huu yeye asije kufanya tawafu. Kiongozi huyo akafika kwake na akaanza kuongea naye. Alipokuwa anaongea akagusa ndevu ya mtume saa salam akisema kwamba mwaka huu usifanye tawaf na upange mpango wako huo katika miaka ijayo. Muslim anasema ya kwamba kuna desturi ya watu wa Asia ya kwamba pale wanapotaka kumfanya mtu akubali jambo lao wanagusa ndevu ya mwingine kama kuonyesha ombi, na au wanagusa ndevu yao na wanasema kwamba angalia mimi ni mzee na ni kiongozi wa kaumu, hivyo na kuomba ukubali ombi langu. Basi kiongozi huyo pia akagusa ndevu ya mtume saa salam kama ishara ya kuomba kutoka kwake, na kwa kuona hayo sahaba mmoja akasogea mbele na akamwambia mkuu huyo kwa hasira kwamba usiguse ndevu ya mtume saa salam kwa mikono yako michafu. Kiongozi huyo akamtambua sahaba huyo na akasema kwamba wewe ni yule yule ambaye saa fulani nilikuwa nimekufanyia hisani. Kwa kusikia hayo sahaba huyo akanyamaza na akasogea nyuma. Mkuu huyo akagusa tena ndevu ya mtume saa salam kama ishara ya kuomba. Masahaba wanasema kwamba tulikuwa tumeshikwa na hasira kali juu ya kitendo chake hicho, lakini wakati ule tulikuwa hatuoni mtu ambaye asiwe na hisani ya mkuu huyo, na saa ile moyo wetu ulikuwa ukitamani ya kwamba lau kama angekwepo mtu mmoja kati yetu ambaye asingekuwa na hisani ya mkuu huyo juu yake. Katika muda huo mmoja wetu akasogea mbele ambaye alikuwa amevaa diraya, naye akaelekea kwake na akasema kwa jaziba kwali kwamba ondoa mkono wako mchafu. Huyu alikuwa hata Abubakar aliyekuwa amesema hayo. Kiongozi huyu wa Quraysh alipomtambua akasema kwamba ndio, siwezi kukujibu lolote kwani hakuna hisani yangu yoyote juu yako. Mwezi wa Zulqada mwaka wa 6 hijria, wakati wa suluhu ya Hudaybiyah, mkataba ulipoandikwa, maelezo haya yamechukuliwa kutoka siri Khataman Nabiyin. Nakala mbili za mkataba huo zikatayarishwa na viongozi kadhaa wa makundi yote mawili wakatia saini kama mashahidi. Kwa niaba ya Waislamu waliotia saini walikuwa hata Abubakar, hata Umar, hata Usman, hata Abdurrahman bin Auf, hata Saad bin Abi Waqas, hata Abu Ubaida bin Jarrah. hata Abubakar radhiyallahu anhu alikuwa akisema ya kwamba katika Islam hakuna ushindi mkubwa zaidi kuliko suluhu ya Hudaybiyah. Vita vya Hazrat Abubakar au saria ya Hazrat Abubakar kuelekea Banu Fazara. Kuhusu safari hiyo imeandikwa ya kwamba saria hiyo ilikuwa imetokea mwaka wa 6 hijria. Banu Fazara walikuwa wakiishi katika Najd na bonde la Qura. Imeandikwa katika Tabaqatul Kubra na Sirat Ibn Hisham ya kwamba kikosi hicho kilikuwa kimetumwa chini ya uongozi wa Zaid bin Harisa, lakini kutokana na riwaya ya Sahih Muslim na Sunan Abi Daud tunapata kuelewa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kama amiri wa kikosi hicho. Hivyo
inapatikana katika riwaya ya sahih muslim ya kwamba ayas bin sarma anasimulia ya kuwa baba yangu akaniambia ya kwamba sisi tulipigana na kabila la fazara na amiri wetu alikuwa hata abubakar sidik raziallahu anhu. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua amiri juu yetu. amiza bashir ahmad saheb pia akieleza hali ya saria hiyo ameeleza hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alituma kikosi cha masahaba kuelekea banu fazara chini ya uongozi wa hata abubakar raziallahu anhu. wakati ule kabila hilo lilikuwa limejipanga kupigana na waislam, na katika kikosi hicho alikuwepo salma bin aqwa ambaye alikuwa mrusha mishale mashuhuri na alikuwa na umahiri katika mbio. salma bin aqwa anasema kwamba sisi wakati wa sala ya alfajiri tukafika karibu na makazi ya kabila hilo, na tulipomaliza swala hata abubakar akatuamrisha kuwashambulia. sisi tukipigana na kabila la fazara tukaenda kufika hadi chemchem yao, na watu kadhaa wa washirikina wakauawa, na baada yake wao wakashindwa na wakakimbia, na wengine tukawakamata. salma anasimulia kwamba watu waliokimbia kundi moja lilikuwa ni la watoto na wanawake ambalo kwa haraka haraka lilikuwa likielekea kupanda mlima. mimi nikaanza kuwarushia mishale. hapo kundi hilo likaogopa na likasimama, na sisi tukawakamata. watu waliokamatwa mmoja wao alikuwa bikizee sana ambaye alikuwa amejifunika na shuka nyekundu ya ngozi, na kulikuwa na binti yake mzuri aliyekuwa pamoja naye. mimi nikawachukua wote na nikawaleta kwa hata abubakar raziallahu anhu. msichana huyo akanikabidhi mimi. kisha tuliporejea madina, mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua binti huyo kutoka kwangu na akamtuma Makka, na badala yake akawaachisha baadhi ya waislamu waliokuwa wamekamatwa na watu wa Makka. yani waislamu waliokuwa wamekamatwa na watu wa Makka wakaachishwa, na badala yake binti huyo akarudishwa kwao. kuhusu vita vya Khaybar imeendikwa ya kwamba mwezi wa Muharram mwaka wa 7 hijra mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Khaybar. Khaybar ni bustani ya tende ambayo ina umbali wa kilomita 184 kutoka Madina na inapatikana upande wa kaskazini mwa Madina. katika sehemu hiyo kuna milima, na katika sehemu hiyo kulikuwa na ngome nyingi za Mayahudi ambazo baadhi yao alama zake bado zipo hadi sasa. ngome hizi zilikuwa zimetekwa na Waislamu katika vita vya Khaybar, na eneo hilo lilikuwa na rutba nyingi na lilikuwa kituo kikubwa cha Mayahudi. mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Saba bin Arfa Ghafari kama amiri wa Madina. katika Khaybar ngome zao zikaendelea kuzingirwa kwa mausiku zaidi ya 10. Burada raziallahu anhu anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapata maumivu ya kichwa, hivyo siku moja au mbili alikuwa hatoki nje. basi alipofika Khaybar akapata maumivu ya kichwa na hakutoka nje kwa watu. mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma hata Abubakar Siddiq raziallahu anhu ili aende kwenye ngome za Kutiba. yeye akashika bendera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akaanza kupigana na maadui na akapigana nao vizuri, kisha akarejea, lakini ushindi haukupatikana ilhali alikuwa amefanya juhudi kubwa. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Umar ambaye naye akashika bendera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akapigana na maadui na akapigana vizuri, na vita hiyo ilikuwa kali zaidi kuliko vita ya kwanza, na kisha akarejea bila kupata ushindi. Huzur amesema kwamba katika vitabu vya historia na vitabu vya sera kinachopatikana ni hivi ya kwamba hata Abubakar na hata Umar walikuwa wameteuliwa kama amiri mmoja baada ya mwingine, lakini kwa mkono wao ngome haikuweza kutekwa.
isipokuwa kuna kitabu kimoja kiitwacho sayidina sudiki akbar kilichopigwa chapa kutoka lahore mwezi wa februari mwaka 2010 na watafiti wetu wameangalia kitabu hicho na wameniandikia. Kwenye kitabu hicho mwandishi wake ameandika ya kwamba hata abubakar alikuwa amepata ushindi juu ya ngome ile, lakini yeye hakuandika kumbukumbu yoyote. Mwandishi huyo anaandika ya kwamba kwa ajili ya kupata ushindi juu ya ngome moja hata abubakar alikuwa amekwenda kama amiri ambayo ikatekwa na mkono wake, na juu ya ngome nyingine hata umar alikuwa ameteuliwa kama amiri naye pia akafanikiwa kwa ajili ya kupata ushindi, na juu ya ngome ya tatu muhammad bin maslama akakabiziwa kazi hiyo, lakini yeye hakuweza kufanikiwa. Hapo mtume sallam akasema kwamba asubuhi nitamteua mtu kama amiri wa jeshi na nitampatia bendera ambaye ni rafiki ya mungu na pia ni rafiki ya mtume wake, na ngome itatekwa juu ya mkono wake. hivyo hat ali akakabiziwa bendera na ushindi wa ngome ya kabus ukatokea. kuhusu vita vya khaibar kuna riwaya ya wakdi, na kwa kuwa watu wanasoma historia yake pia hivyo naeleza hapa, lakini sio lazima kwamba riwaya hiyo iwe sahihi. kwa vitu vile yeye anaandika ya kwamba wakati wa vita vya khaibar sahaba mmoja wa mtume saa salam hat hubab bin munzir akasema, ya rasulllah, mayahudi wanapenda sana mitende yao, hata wanapenda zaidi kuliko watoto wao, hivyo uikate miti yao. hapo mtume akatoa amri ya kukata mitende na waislamu wakaanza kuikata kwa haraka sana. khalifa mtukufu anasema kwamba habari hiyo haiwezi kukubalika kama ilivyo kwa 100%, lakini sehemu yake inayofuata inaonekana kuwa ni sahihi. hapo hata abubakar akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, kwa yakini allah amekwisha kuahidi ahadi ya ushindi wa khaibar na yeye ni mwenye kutimiza ahadi yake aliyokufanyia wewe, usikate miti ya mitende. hapo mtume saa salam akatoa amri na mnadi wa mtume saa salam akanadi na akawatangazia watu na akawakataza kukata mitende. mwenyezi mungu subhanahu wataala alipomjaalia mtume sallallahu alaihi wasallam ushindi wa khaibar, bonde moja makhsus la khaibar ambalo ni bonde la katiba, mtume saa salam akaligawa kati ya jamaa zake na kati ya wanaume na wanawake waislamu wa familia yake na waislamu wengine. katika wakati huu mtume saa salam pamoja na kuwapatia masahaba wengine pia akampatia hata abubakar sidik nafaka na tende kama wask 100. wask inakuwa ni ya saa 60 na saa moja ni sawa na kilo 2.5, hivyo kwa ujumla ilikuwa kama kilo 1500 nafaka aliyopata hata abubakar. saria ya hata abubakar kuelekea najd, kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba katika najd kuna sehemu fulani iliyo na rutuba nyingi, ndani yake kuna mabonde na milima na imeenea hadi yemen na inafika mpaka siria na iraq. upande wa magharibi kuna jangwa la hijaz na eneo hilo ni juu kama mita 1200 kutoka usawa wa bahari, na kwa sababu ya mwiniko wake inaitwa najd. katika najd banu kilab walikusanyika zidi ya waislamu na mtume saa salam akamtuma hat abubakar ili kupigana nao. vita hiyo ilikuwa imetokea mwaka wa 7 hijria mwezi wa shaban. salma bin aqwa anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma hata abubakar na akamfanya kuwa amiri juu yetu, na baada ya suluhu ya hudaibia abu sufyan alipofika makka. kuhusu abu sufyan imeandikwa ya kwamba banu bakar waliokuwa na uhusiano wa kirafiki na quraish, wao wakivunja mkataba wa hudaibia walipolishambulia kabila la banu khaza ambalo lilikuwa na uhusiano wa karibu na waislam, na quraishi wakawasaidia banu bakar na silaha zao na vipando vyao, na hawakujali masharti ya suluhu ya hudaibia, na wakasema kwa kibri na kwa maringo ya kwamba sisi hatukubali mkataba wote. wakati ile abu sufyan akaja katika madina na akataka kujadidisha mkataba wa hudaibia, na akaongea na abu bakar ili yeye aongee na mtume saa salam, lakini yeye akakataa akisema kwamba sitafanya hivyo.
kisha kama imeshaelezwa katika kumbukumbu ya hat umar kwamba yeye akamwendea hat umar na yeye pia akakataa kufanya hivyo na abu sufian akarejea bila kupata mafanikio. vita vya ushindi vya makka, vita hiyo inajulikana kama ghazwatul fathul azm. ghazwa ya makka ikatokea mwezi wa ramazan mwaka wa 8 hijria sawa na tarikh tabri. mtume saa salam alipowaambia watu kujiandaa kwa ajili ya safari, mtume akawaambia ahli zake kwamba niandalieni mzigo wangu. pia hata bakar akaja kwa binti yake bi aisha na akaenda nyumbani kwake. wakati aisha alikuwa anaandaa mzigo wa mtume saa salam, hata bakar akamuuliza, e binti yangu, je, mtume saa salam amekuambia kufanya hivyo? yeye akasema kwamba ndio. hata bakar akamuuliza hata aisha kwamba wewe unaonaje, mtume saa salam ana mpango wa kwenda wapi? hata aisha raziallahu anha akasema kwamba mimi sijui kabisa. kisha mtume saa salam akawaambia watu kwamba yeye anaelekea makka na akawaambia kwamba wajiandae kwa ajili ya safari hivyo, na akafanya dua akisema kwamba e allah, wewe uendelee kuwazuia majasusi na wasaidizi wa quraish hadi tuende tukafike huko. hapo watu wakaanza kufanya maandalizi ya safari. katika sirat halbia kuna maelezo yake zaidi ambayo anasema kwamba hata abubakar alipokuwa anamuuliza hata aisha, wakati huo mtume saa akaja huko. hata abubakar akamuuliza mtume saa ya rasulallah, je, umeamua kusafiri? mtume akasema kwamba ndio. hata abubakar akasema, sasa je, mimi pia nijiandae kwa ajili ya safari? mtume akasema kwamba ndio. hata abubakar akamuuliza, ya rasulallah, wewe umeamua kwenda wapi? mtume sasam akasema kwamba kupigana na quraish, lakini e abubakar, habari hiyo uiweke katika siri tu. mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamuru watu kwamba wajiandae kwa ajili ya safari, lakini hakuwaambia kwamba wanakwenda wapi. hata abubakar akasema, ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, mkataba uliofungwa baina yetu na quraishi, je, muda wake umekwisha au bado upo? mtume akasema kwamba muda bado upo, lakini wao wamefanya uasi na wamevunja mkataba, lakini kile nilichokuambia uiweke kama siri tu. kuna riwaya nyingine inayosema hivi kwamba hata abubakar akamuuliza mtume sallam akisema kwamba, ya rasulallah, je, umeamua kwenda sehemu fulani? mtume akasema kwamba ndio. hata abubakar akasema kwamba labda umeamua kwenda kwa banu asfar, yani warumi? mtume akasema hapana. hata abubakar akasema, je, umeamua kwenda upande wa najd? mtume sallam akasema hapana. hata abubakar akasema kwamba basi nafikiri wewe umenuia kwenda upande wa quraish? mtume saa salam akasema kwamba ndio. hata abubakar akasema, ya rasulallah, lakini sawa na mkataba wetu bado kuna muda wake uliobaki. mtume akasema kwamba je, hujui ya kwamba banu kaab wamefanya nini na banu khaza? kisha mtume saa salam akawatumia waislamu ujumbe na akawaamuru akisema ya kwamba mtu ambaye anamwamini allah na anaamini siku ya kiama, basi yeye aje madina, afike madina katika mwezi wa ramazan. basi sawa na tangazo hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam, makabila ya warabuni yakaanza kufika madina. makabila yaliyofika madina yalikuwa banu islam, banu ghafar, banu muzena, banu ashja na banu juhana. wakati ule mtume akafanya maombi akisema kwamba e allah, uendelee kuwazuia majasusi wa quraish hadi tuende tukafike huko. mtume saa akawateua baadhi ya watu waketi njiani ili waendelee kumpatia habari za kila mpita njia, na mtume akawaambia kwamba mtu asi maarufu akipita karibu yenu, basi mumzuie ili quraishi wasiweze kupata habari ya maandalizi ya waislamu. mtume sallallahu alaihi wasallam muslimu anasema kwamba mtume sasa akamwambia mke wake ya kwamba wewe uanze kufunga mzigo wangu wa safari. yeye akaanza kumfungia mzigo wake na akamwambia hata aisha raziallahu anha ya kwamba
wewe niandalie unga wa shairi au vyakula vingine ambavyo vilikuwa vinatumika katika zama zile. Hivyo yeye akaanza kutayarisha vyakula vyake. hata abubakar akaja kwa binti yake katika nyumba yake na akaona maandalizi yakifanywa. hapo akamuuliza aisha kwamba kuna nini. je, mtume sallallahu salam ameanza kufanya maandalizi ya safari? akasema kwamba naona ni maandalizi ya safari na mtume saa salam ameniambia kufanya hivyo. abubakar akasema kwamba je, kuna nia ya kupigana vita? ye akasema kwamba sijui lolote isipokuwa mtume saa salam ameniambia ya kwamba nimwandalie maandalizi ya safari nasi tunafanya hivyo. baada ya siku 2-3 mtume saa salam akawaita hat abubakar na hat umar na akasema kwamba angalieni, nini mnajua ya kwamba watu wa khazaa walikuwa wametujia, na kisha akawaambia tukio zima, na allah alikuwa amenipatia habari yake mapema kwamba wao wamefanya uasi na sisi tumefunga mkataba pamoja nao. sasa hiyo ni kinyume cha imani yetu kwamba sisi tuogope, na kwa kuona ujasiri na nguvu ya watu wa Makka tusijiandae kwa ajili ya kupigana nao, hivyo tutakwenda huko. nini mnarai gani? abubakar akasema, ya Rasulullah, wewe umefunga mkataba nao na wewe na wao ni kaumu yako, yani je, wewe utapigana na kaumu yako? mtume akasema, sisi hatutapiga kaumu yetu bali tutapigana na wale waliovunja mkataba. kisha akamuuliza umar kwamba wewe unasemaje? umar akasema, bismillah, mimi kila siku nilikuwa nafanya maombi kwamba nipate siku hiyo. mtume sallallahu salam akasema kwamba abubakar ana tabia ya upole sana, lakini umar amesema kauli iliyo kweli. mtume saa salam akasema kwamba basi jiandaeni kwa ajili ya safari. kisha akawapelekea makabila mbalimbali ujumbe ya kwamba kila mtu anayemwamini allah na mtume wake aje madina katika siku za mwanzoni mwa ramazan. hivyo majeshi yakaanza kujumuika na jeshi la maelfu likawa tayari, naye akaenda kupigana nao. mtume saa salam alipotoka akasema kwamba allah, mungu wangu, na kuomba na nafanya dua ya kwamba uwafanye watu wa Makka wasipate habari yetu, na uwafanye majasusi wao wapofuke, wao wasituone wala wasisikie habari yetu. hivyo mtume saa salam akatoka, na kulikuwa na mamea ya wanafiki katika madina, lakini jeshi la watu 10,000 linatoka kutoka madina na habari yote haifiki kwa watu wa Makka, na hiyo ilikuwa kazi ya allah. katika tabaqat ibn saad imeandikwa ya kwamba msafara wa waislam ukafika katika maru zuhran wakati wa isha. maru zuhran inapatikana katika njia ya Makka ikiwa na umbali wa kilomita 25 kutoka Makka, yani ilikuwa na umbali wa kilomita 25 kutoka Makka. mtume akawaamuru masahaba zake, nao wakawasha moto katika sehemu 10,000. habari ya kuondoka kwa mtume haikuwafikia Quraish. wao walikuwa na woga, kwani walikuwa na hofu kwamba mtume sasa atapigana nao vita. habari ya safari haikuwafikia, lakini wao walikuwa na fikra kwamba sasa vita itatokea kati yetu na kati ya Waislamu. huzur anasema kwamba hiyo si sahihi. habari ya safari ya mtume saa salam ilikuwa imekwisha wafikia tayari, na msafara huo wa waislam ulipopiga kambi katika maru zuhran na moto ukawashwa katika sehemu 10,000, hapo kuraishi wakamtuma abu sufian ili aende akalete taarifa. wao wakasema kwamba ukikutana na muhammad saa salam basi umombe yeye atujalie amani. abu sufian bin harb, hakim bin hizam na budail bin waraka wakaja huko. walipoona jeshi wakaogopa sana. usiku ule mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua umar kama msimamizi wa ulinzi. hat abbas akasikia sauti ya abu sufian, hapo akasema kwamba abu hanzala, hiyo ni kundia ya abu sufian. iye akasema labeka, kuna nini nyuma yako? abu sufian akamuliza hat abbas kwamba kuna nini nyuma yako?
ye akasema huyu ni mtume saa salam pamoja na majeshi ya 10,000. hata bas akampa uhifadhi na akawaleta kwa mtume salallahu alaihi wasallam. wote watatu wakasilimu. habari hizi bado zinaendelea, nitazieleza katika siku za usoni inshallah. alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.